Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Sina shaka uko salama, lakini pia na mimi niko salama, na nikushukuru sana kwa kutuchagua kuendelea kupata habari zote zinazojiri ulimwenguni, hususani katika vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, Irani akipigana na Israel pamoja na Marekani. Baada ya Israel kushambulia uwanja mkubwa wa gesi wa Saus Paz ambao ni sehemu kubwa ya uzalishaji wa gesi wa Irani, hatimaye Irani imefanya malipizi ya kisasi kikubwa sana kwa kuweza kushambulia mitambo ya gesi nchini Qatar, na uharibifu mkubwa sana umeripotiwa. Sasa Qatar imesema kwamba mashambulizi ya makombora kutoka Iran dhidi ya mji wa viwanda wa Ras Laffan ambao ni kituo kikuu cha gesi nchini humo yamesababisha uharibifu mkubwa. Kupitia taarifa rasmi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar imelaani vikali shambulio hilo, ikisema kuwa dola ya Qatar inaeleza kulaani kwa nguvu zote shambulio la wazi la Iran lililolenga Ras Laffan Industrial City ambalo limesababisha moto uliosababisha uharibifu mkubwa katika kituo hicho. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Qatar, moto uliotokea katika eneo hilo umeweza kudhibitiwa kwa kiwango kidogo sana, huku ikithibitishwa kuwa hakuna majeruhi walioripotiwa. Nalo shirika la nishati ya Qatar Energy ambalo ni mzalishaji mkubwa zaidi wa gesi asilia iliyoyeyushwa LNG duniani limethibitisha kuwa wafanyakazi wote wako salama. Tunaweza kuthibitisha kuwa wafanyakazi wote wamehesabiwa na hakuna majeruhi wala vifo vilivyoripotiwa hadi sasa, ilisema taarifa hiyo. Hata hivyo, katika taarifa nyingine iliyotolewa mapema Alhamis, Qatar Energy ilieleza kuwa vituo vingine vya LNG pia vimeshambuliwa, hali iliyosababisha moto mkubwa zaidi pamoja na uharibifu mkubwa zaidi wa miundombinu. Mashambulizi hayo yamekuja saa chache baada ya Iran kutishia kushambulia miundombinu ya mafuta na gesi katika ukanda wa Ghuba, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi kufuatia shambulio la Israel dhidi ya uwanja wake wa gesi wa Saus Paz. Irani ilitoa onyo hilo kwa kulenga maeneo kadhaa muhimu, ikiwemo kituo cha petrokemikali cha Mesaidi nchini Qatar, lakini pia Mesaidi Holding Company, lakini pia kiwanda cha kusafisha mafuta cha Ras Laffan, lakini pia kituo cha Samrefu Refinery and Jubaili Petrochemical nchini Saudi Arabia, pamoja na uwanja wa Al Hosni nchini Umoja wa Falme za Kiarabu. Kufuatia mashambulizi hayo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar imetangaza maafisa wa kijeshi na usalama wa ubalozi wa Iran pamoja na wafanyakazi wao kuwa hawakaribishwi nchini humo. Qatar imewataka maafisa hao kuondoka ndani ya saa 24, ikieleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka Iran. Katika taarifa yake, Qatar imesema, tunachukulia shambulio hili kuwa ongezeko la hatari la mzozo, uvunjifu mkubwa wa uhuru wa taifa na tishio la moja kwa moja kwa usalama wa nchi yetu. Aidha, imeongeza kuwa Irani inaendelea na sera za uchokozi zinazousukuma ukanda mzima kuelekea kwenye hatari kubwa zaidi, huku zikivuta pia nchi ambazo hazihusiki moja kwa moja kuingia kwenye mgogoro huo. Kwa upande wa kimataifa, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema amefanya mazungumzo na Emir wa Qatar pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump kufuatia mashambulizi hayo. Macron amesisitiza umuhimu wa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia, akisema ni kwa maslahi ya wote kuweka haraka kusitishwa kwa mashambulizi yanayolenga miundombinu ya kiraia, hasa nishati na maji. Aliongeza kuwa usalama wa raia pamoja na upatikanaji wa huduma muhimu kama nishati unapaswa kulindwa dhidi ya kuongezeka kwa vita. Tarehe 2 Machi, Qatar ilisimamisha uzalishaji wa gesi ya LNG kufuatia shambulio jingine lililolenga Ras Laffan pamoja na tanki la maji katika kituo cha umeme cha Mesaidi. Ras Laffan iliyopo takriban kilomita 80 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Doha, ndio kituo kikubwa zaidi duniani cha uzalishaji wa gesi ya LNG, kikichangia karibu 20% ya uzalishaji wa gesi duniani. Kituo hicho kina mchango mkubwa katika kusawazisha mahitaji ya nishati katika masoko ya Asia na Ulaya. Wachambuzi wa masuala ya nishati wanasema kusimamishwa kwa uzalishaji tayari kuna maanisha kuwa dunia haitapata mshtuko haraka wa upungufu wa gesi, lakini hali hiyo inaweza kuongeza pressure kwenye mifumo ya umeme katika ukanda huo na kusababisha bei za nishati kubaki juu kwa muda mrefu. Aidha, imeelezwa kuwa kupanda kwa bei ya gesi kutaathiri zaidi nchi za Ulaya,
hasa baada ya vita ya Ukraine na kuharibiwa kwa miundombinu ya bomba la Nord Stream, jambo lililoifanya Ulaya kuwa tegemezi zaidi kwa gesi LNG. Nchi nyingine zitakazoathirika ni pamoja na Japan, Uturuki na India, huku nchi ndogo zenye uchumi dhaifu zikitarajiwa kuumia zaidi kutokana na kupanda kwa gharama za nishati. Wakati huo huo, Saudi Arabia ilikuwa inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Kiarabu na Kiislamu mjini Riyadh ili kujadili namna ya kumaliza mgogoro huo. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi hayo mapya, mkutano huo sasa unatarajiwa kujikita zaidi katika kujadili tishio la Iran pamoja na hatua za kukabiliana na athari zake. Kwa upande wa usalama, Saudi Arabia imesema mifumo yake ya ulinzi imefanikiwa kuzima makombora 4 ya balistiki yaliyokuwa yakielekea mjini Riyadh pamoja na mengine mawili yaliyokuwa yakielekea mashariki mwa nchi hiyo. Nayo Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imesema imefanikiwa kuzuia mashambulizi ya makombora 13 ya ballistic pamoja na ndege zisizo na rubani 27 kutoka Iran. Shughuli pia zilisitishwa katika kituo cha gesi cha Habshan baada ya mabaki ya makombora kuanguka katika eneo hilo, huku uwanja wa mafuta wa Bab nao ukilengwa, ingawa hakuna majeruhi walioripotiwa. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, tangu kuanza kwa mashambulizi hayo, nchi hiyo imekabiliana na jumla ya makombora 327 ya ballistic, makombora 15 ya cruise, ndege zisizo na rubani 1699. Mashambulizi haya yanaonyesha wazi kuwa mgogoro kati ya Iran na washirika wa Magharibi umeingia katika hatua mpya hatari, ambapo sasa miundombinu muhimu ya nishati ndiyo inalengwa. Hali hii inaweka hatari kubwa si tu kwa ukanda wa Mashariki ya Kati, bali pia kwa uchumi wa dunia kwa ujumla, hasa kutokana na nafasi kubwa ya gesi ya Qatar katika soko la kimataifa. Kwa kweli Irani sasa imeamua kulenga maslahi ya kiuchumi ya nchi zote za Mashariki ya Kati kwa sababu ya kile ambacho imefanyiwa na Israel baada ya sehemu zake kubwa sana za uzalishaji wa mafuta, za uzalishaji wa gesi kuweza kulengwa na Israel. Sasa baada ya kufanywa hivyo, Irani imeona sasa ianze na Qatar baada ya kuweza kulenga kituo kikubwa kabisa, baada ya kuweza kulenga mitambo mikubwa kabisa ya gesi pale nchini Qatar ya Ras Laffan, kitu ambacho hata viongozi mbalimbali wametupia lawama zao nyingi sana nchini Irani kueleza kwamba sasa inakuwa tishio kwa ujumla. Lakini kitu ambacho Qatar imekifanya hapa kufuatia mashambulizi haya ya Iran ni kitu cha kutisha kidogo, kwa sababu Qatar, maamuzi ambayo wameweza kuyachukua ni kuwafukuza wanadiplomasia wa Iran nchini Qatar, lakini pia imeongeza tahadhari ya ulinzi wa miundombinu yake, lakini pia imeonya kuwa hatua hii ni uvunjifu mkubwa wa usalama wa kimataifa. Tayari wameanza kuiona Iran sasa kama inafanya mashambulizi katika taifa lao. Basi mtazamaji wetu, kuna mengi sana kuweza kujuzana leo hii. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu na Zone Media, kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.